napenda vile Christ anafanya mina move, napenda vile Christ anafanya mina groove. Chere 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 chere, napenda vile Christ anafanya mina move, napenda vile Christ anafanya mina groove. Chere 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 Viewers, welcome back to Msanii 360 show. Today tuko na msanii hapa. Acha tuambie jina yake, mahali ametoka and what he does. Tuambie jina yako tafadhali. Majina ni Willie Jones preacher. Willie Jones ni gospel artist. Wow. Kenya. Yes. Nairobi. Yes. Kila mahali. Yes. Okay, tuambie unafanya ngoma type gani? Muziki type gani? Yes. Muziki yangu ni gospel. Yes. Gospel reggae, gospel dancehall. Hiyo ndo napenda sana, but as long as kila kitu ni gospel, I can do any type of music. Bora tu ikuwe gospel. Wow, so uko na ngoma gapi so far? So far nimefanya project 4. Can you talk about your projects? Yeah, of course. Ya kwanza ilikuwa inaitwa Heaven is Home. Inspiration ya Heaven is Home. Yes. It's a memory. Yes. Ya life yangu ya before nianze music. Wow. Where I have been humble beginnings. Ile maisha nilipitia ngumu. Yes. I had to kufanya muziki kama hiyo at least nikumbuke. Itakuwa inanikumbusha mahali nilitoka. Niweze ku acknowledge Mungu. Wow, okay. Unaweza tuambia hiyo maisha, tunaweza taka kujua story yako kidogo. Hiyo maisha ilikuwa ngumu. Naweza list occasions 2-3 hivi. Ya kwanza. Moja ilikuwa nilikuwa mswa mkokoteni by the way. Oh. Nilikuwa mtu wa mkokoteni. Nimefanya kazi sana na mkokoteni. Nimehustle na mkokoteni kubeba takataka, kubeba maji. Unaona? Yes. After hiyo nimeenda Ocha, nimefanya kazi za kupalilia. Sasa hiyo time nikifanya hivyo nilikuwa bado na dream ya kuwa siku moja nitakuwa artist. Unaona? Yeah. After hiyo nilifanya kazi ngumu za kuwa employed huku kwa hoteli, kwa kitchen, kuosha vyombo, vitu kama hizo. Yes. Hizo ni vitu nimefanya kwa life yangu zote. But nilikuwa na embrace your time. It's a way of creating testimony yangu. Okay, our viewers, umesikia story. That is the first project. Tuende kwa project ya pili. Project ya pili ilikuwa Eloi. Yes. Now this is all about the promises. When I was in that pain, yes, I could have promises from God. Akiniambia, akini encourage niendelee na safari ya muziki, ya salvation, ya kila kitu. So hiyo ni about the promises Mungu amekuwa ananiambia, this is how it will be. Yes. Yeah, keep going on. Oh, that is good. Okay, and very inspiring by the way. Okay, let us talk about that project. Yes. That project inaitwa Niringe. Yes. Wow. Nilifanya na Mr. Seed. Yes, wow, yeah. Mungu sasa alini bless. Yes. Nikapata sina struggle, hakuna sina maisha ngumu hivyo venye nilikuwa before. So I was like, I want to boast in the Lord. Unaona? Amen. Yeah, I want to boast in the Lord. Kuna scripture inasema if Christians have to boast, yes, they do it by the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Amen. So I was boasting for the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Wow. That's why I did that. For one year to face to face. Yes. That's something, hiyo ni a bit spiritual kabisa. Yes. Because hiyo ilikuwa, that was my encounter with Christ Jesus. Since I was born, naweza sema that hiyo ndio the best moment nisha experience kwa maisha yangu. Wow. Juu ilikuwa ni encounter yangu na Yesu. And it was not something kawaida. It was physical encounter. Nika encounter Yesu physically. And since then I decided nitaimba muziki to remember that time. Wow. Because it is the best moment nishaikuwa nayo kwa life yangu. Wow, this is good. Okay, and apart from music, unafanya nini nyingine? Nafanya biashara na ubiri. Wewe ni pastor pia. Mimi na ubiri. Ndio maana naitwa preacher. Yes. Mimi na ubiri. Baadaye nashiriki CFF, Christian Fellowship Foundation Fellowship. Wow.
Pastor Rovongo, big up. So nafanya biz nje. Na yes, wacha tu niseme biz. Sita shinda nikimention. Okay, sawa. You told me your first project was face to face. No. It was Heaven is Home. Okay, unaweza tutapia tu lines kidogo. Wacha tu nifanye hii latest. Yes. Ndio saina inacheza. Yeah. Nilipatana na Yesu, najua Yesu anaishi. Nilimwona Yesu ili najua ambaye naamini. Nilipatana na Yesu, najua Yesu anaishi. Nilimwona Yesu ili najua ambaye naamini. I was face to face with Jesus. I've been face to face with Jesus. I was face to face with Jesus. I've been face to face with Jesus. Wow, that's amazing. Kuna sauti poa sana. Thank you. Okay, kuna our upcoming artists. Unaweza wapi advice gani? Nazambia tu kitu moja. Watu wajue Mungu. Yes. Sasa hii naongelelea gospel. Watu wajue Mungu. Yes. Because secular unaweza prosper in any way. Legal or illegal. Yes. But sasa you have to be positive kama ni gospel. So and gospel takes time. Yes. Huwezi fika mahali Mungu anataka. Huwezi fika mahali Mungu anataka na wewe mwenyewe kujipeleka. Ni kweli. Alafu wa value processing. Yes. Processing ya gospel, there are ups and downs. Yeah. Hakuna mtu anaweza sema is a true gospel artist na sema hajaipata challenges kwa maisha yake. That would be a big lie. Unaona? So let them be ready. Mtu akwe ready ku face challenges na azi accept. Unaona? Ujikubali mahali huko. Then after that, as you continue to pray, as you continue to work hard, also work hard. Unaona? Yeah. Fanya bidii, pata biz kando ya kusukuma mziki, unaona? Then at God's time, kila kitu itakam in place. So let them be guided by God. Okay, umeperform kwa platforms mingi Kabisa. Which was your best performance? In best, the best was kulikuwa na show ilikuwa Roiro. Show ilikuwa Roiro na ilikuwa bigi. Ilikuwa na watu wengi. So as a Christian unajua lengo yangu ni ku save souls. So I have to where there are many people. Hiyo ndio my best. Yes. Sana sikuangalia pande ya mfuko. But hiyo ndio ilikuwa na watu wengi sana. Hiyo ndio nishai perform kwa audience wengi sana. Ilikuwa Roiro na ilikuwa poa. What is your biggest fear? Biggest fear? Yeah. Kulose Mungu. Wow, that's amazing. Kulose Mungu. Nikilose Mungu naweza kuwa kwa shida sana. That's why I think it was David aliomba akasema do not take your spirit away from me, do not cast me out of your presence. Ni kweli. For a Christian ambaye ameamua kufuata Mungu, who is guided by God, na utaki kuingia kwa temptations, kwa vitu ambazo zifai, you have to rely on the Spirit of God. Ni kweli. If that doesn't happen, you'll be in trouble. So the fear kubwa sana kulose Holy Spirit. And who inspires you? What inspires you on daily basis ukiamka? Okay, let me say the word of God is my mentor. Unaona? Yes. I believe hakuna mtu anaweza mentor mtu. Ni kweli. Siwezi kumentor na wezi ni mentor. The reason nasema hivyo, people have imperfections. So if I mentor you, I'll feed you with imperfections. Ni kweli. Unaona, perfections na imperfections zako. But once you rely on the word of God, it will direct you on the right way. So I'm inspired by the word of God. And the word of God is my mentor. Oh, wow. Okay, tunaweza pata ngoma zako wapi? YouTube, kila mahali. Jina yangu ya platforms zote utapata kama Willie Jones Preacher. Willie Jones Preacher kila mahali. Platforms za social media ziko na ile namba mtu anaweza ni reach na. Okay, viewers,
Umesikia pale kwa platform zake zote, utapata namba yake hapo, utaget kureach. Okay, kuna hiki tuna trend saa hii about Kanairo. Kanairo najua ni muziki. Na najua Kanairo ni Nairobi. Yes. But all in all, secular hizi saidia mtu. Secular hizi saidia mtu. We've been watu wamekuwa kwa secular world na wanaokoka. Unaona? Yeah. So hakuna siwezi keti hapa alafu ni support any gospel song ya secular. Never. Haitaifanya kitu kama hiyo. In short nitawaambia wakati yao ikifika Mungu awaokoe. So what do you tell Bahati and Will Paul? Siwezi jua story yao. Do you know sasa Will Paul alitoka kwa gospel ameingia secular, so I guess he's doing better there. I don't know sasa ni kitu gani unaweza sema about that? Naweza tu sema kitu moja. Kuhusu si Will Paul ama Bahati. Kuhusu kila artist amekuwa kwa gospel ama ringtone na maybe yes anakani kama watu wanamcriticize. Let me use the word criticize. Yes. One, it is wrong for someone who's not born again ama mtu hajawahi okoka ku criticize mtu ashaiokoka. Ni kweli. Because scripture inatuambia sisi ambao tumeokoka we can judge things according to the spirit of God. Lakini mwenye hajaokoka hana right ya kujudge mwenye ameokoka because there is no condemnation for mwenye wako kwa Christ. The second point, dunia nzima, doesn't matter the best Christian, the favorite of God, hii dunia yote, anyone can make a mistake. But the difference between Christians na others, when Christians make a mistake, when they go back to Christ, He forgives their mistakes na anawasaidia kusimama. But when others make a mistake, their mistake destroys them and kills them. So, watu wakiangalia gospel industry na ile perspective ya they are Christians, they should not sin. That's very wrong. We are all sinners and are falling short of the glory of God. Nikisimama hapa sasa nianze kuambia watu I'm not a sinner, I'm lying to everyone. Yes. One way or another we fanya mistakes. Yes, but my mistakes are not like anyone else who's not born again. My mistakes at the end of the day inakuwa a lesson. No. So, but for others, their mistakes comes and destroys them. Have you ever gotten to that point that focus so low, challenges zimekuja sana and you're not even able to talk to anyone or someone? Of course. Hakuna mtu afikagi hapo mahali. Kitu moja, for God to take away the character in you, the worldly character, juu hakuna mtu anakokaga kama hajatoka kwa world. Ile ingize character yake. He has to let you ufike the last point yako ili akusaidie sasa after hapo ndo mwanze naye. Unaona? So na by the time ufike hapo unakuwa umefanya vitu fani sana. Unaona? Unaweza pata umefanya kitu ambaye si godly. But ilikuwa of course I've done something which is not godly. Wakati nikiwa kwa hii jania ya kwanza, unaona? Na I'll refer you to the scriptures uone kidogo venye nasema. Wakati Yesu alikuwa anatembea na Peter, alikuja kushikwa na Peter. Peter didn't know it was the will of God Yesu aende akufe. Unaona? So what did Peter do? Alitoa panga kwa nini yake, sword, na akakata huyo jamaa mmoja masikio. Unaona? So Peter inaonyeshana he was born again but he was in the process of making. Unaona? So alikuwa bado na impurities kwa maisha yake ambazo Mungu alikuwa anataka kuzitoa. Na Yesu akamwambia he who lives by the sword dies by the sword. Na after hapo Peter became the rock. Na after hapo Peter akachiwa kanisa na Yesu. So if a Christian says alianza jani na hajaifanya mistake hapa katikati, that's a big lie. Okay, tuambie ile challenge iko big sana saa iko muziki. Ile challenge kubwa. Yes. Challenge kubwa ni inakuwa do.
Yes. Challenge kubwa inakuanga do. Unajua kila kitu poa, kila kitu inaenda mbali na kila kitu ya Mungu inaanza zero. Yes. Unaona? So hiyo ndio challenge kubwa sana kwa muziki. Vijana wana ndio kufanya muziki. So unaona kama sasa hivi yenye corona imeaffect watu. Wasanii hawa perform, wasanii hawafanyi kitu yote, unaona? Kama ni ile do unye alipeana haijafikia wasanii. Unaona vitu kama hizo. Hiyo ndio challenge kubwa sana kwa wasanii, unaona? But wasanii kama wanaweza kuwa tuseme kama ni hiyo do yenye ilitoka hiyo 100 million. Alafu imefikia wasanii wenyewe inawafaa. Watainuana hata kama itanifikia ifikie best yangu msanii anaweza niinua. Ni ukweli. Unaona? So hiyo ndio shida tu. Hiyo ndio shida but tunaomba Mungu atengeneze njia. Okay viewers, thank you for tuning in leo. Okay, next time nakuja na msanii mpya. Thank you for coming Lily. Tena tunapita Gabo kutoa ngoma mpya kabisa. Till next week, hapa tu Msanii 360. Bye. Have a blessed week. Chere napenda vile crash anafanya mina move, napenda vile crash anafanya mina groove. Chere